Ndugu waandishi wa habari, tulioko mbele yenu ni viongozi wa mikoa, wilaya, majimbo, kata, matawi, misingi na wanachama wa chama tuliokusanyika mahali hapa kwa ajili ya kutaarifu umma wa Watanzania kuwa kuanzia leo tumejivua rasmi tukiwa na akili zetu timamu pasipo kulazimishwa na mtu wa aina yoyote, wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Tumefanya hivyo kwa sababu ya changamoto mbalimbali tunazokutana nazo ndani ya chama chetu. Sisi ni viongozi wachache tuliowakilisha wenzetu wengi kutoka katika majimbo mbalimbali ndani ya mkoa huu wa Shinyanga. Viongozi na wanachama zaidi ya 100 ndani ya mkoa huu wa Shinyanga wanaunga mkono tamko hili kwa juhudi zote la kujiondoa kwenye Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Wanachama hao watautaarifu umma wa Watanzania sio muda mrefu kuhusu azima yao ya kujiondoa katika chama hiki. Chama hiki kimekuwa na changamoto nyingi sana ambazo zimepelekea sisi kama wanachama wa chama hiki kuamua kuchukua maamuzi magumu, kuamua kujiondoa kulingana na changamoto ambazo zimepelekea sisi kujiondoa katika chama hiki. Na changamoto hizo ni pamoja na mosi, ubaguzi na upendeleo ndani ya chama. Kumekuwa na upendeleo na ubaguzi mkubwa sana kwa wale waliomuunga mkono Freeman Aikaeli Mbowe kwenye uchaguzi wa chama taifa. Yaani, mheshimiwa waandishi wa habari, ukionekana kwamba wewe ulikuwa timu au ulikuwa na mlengo fulani ndani ya chama chetu, kumekuwa na changamoto za kufukuzana ovyo pasipo kufuata misingi ya katiba ya chama. Kwa hiyo tumeonelea ni vyema utaona namna ambavyo tunaweza tukatafuta vyama vingine au majukwaa mengine ambayo tunaweza tukafanyia siasa zetu tukiwa na amani ndani ya mioyo yetu, kuliko kuendelea kufanya siasa kwenye majukwaa ambayo kiukweli na uhalisia yamekuwa ni majukwaa yaliyojaa marumbano, yaliyojaa kashfa, matusi, kutokuheshimiana. Kwa hiyo tumeamua kuchukua jukumu hili kuona kwamba tunaweza tukatafuta jukwaa lingine la kufanyia siasa zetu. Watu hawa wamekuwa wanatutenga, watu hawa wamekuwa wakitukana, wakiwatolea viongozi wa juu kashfa na udhalilishaji ndani ya chama. Watu hawa wamepewa majina, yani ukionekana tu wewe kwamba unaunga mkono kitu fulani unapewa jina la usaliti. Yani hutakiwi kuchangia hoja tofauti na wenzako wanavyoonelea. Yani ukichangia, ukitoa tamko au ukionelea mapendekezo yako, unaonekana kwamba wewe umegeuka au umekuwa msaliti ndani ya chama. Kwa hiyo kwa muonekano huo, sisi ni baadhi ya watu tuliopewa jina hilo la usaliti. Kwa hiyo ukionekana tu uko kinyume na wao, basi wewe ni msaliti, wewe umewageuka. Kwa hiyo kwa mtazamo huo tumeona ni vyema tukajivua na kutafuta sehemu nyingine ya kufanyia siasa zetu. 2, kuvuliwa nyadhifa na wanachama bila kufuata misingi ya katiba. Kumekuwa na matukio ya uonevu kwa viongozi kuvuliwa nyadhifa zao na wanachama bila kuzingatia katiba. Yaani kumekuwa hapa karibuni kumekuwa na wimbi hilo sana. Ukionekana umefanya kitu ambacho wenzako hawakiungi mkono, ambao ni timu fulani, wanakwenda moja kwa moja na kupanga kukuvua nyadhifa zako bila kufuata misingi ya kikatiba ndani ya chama chetu. Chama chetu kimegeuka kuwa bahari inayofuga kambale. Unajua bahari ikifuga kambale zote zile
huwa zina ndevu. Kwa hiyo baba ana ndevu, mama ana ndevu, mtoto ana ndevu. Kwa hiyo hakuna anayeweza kumheshimu mkubwa, anayeweza kumheshimu mdogo, anayemheshimu wakati, yani wote tunakwenda level moja. Sasa kama ni hivyo kwamba hakuna kuheshimiana, kulikuwa na haja gani ya kufanya chaguzi? Kwamba tukae kwa level, kwamba tukae sasa kwa ngazi, kwamba ngazi hii itashuka kwa ngazi hii, itashuka kwa ngazi hii. Tutawajibishana kufuatana na ngazi zetu. Lakini kwa chama chetu cha Demokrasia na Maendeleo imekuwa kinyume kabisa na ambavyo chama hiki kiliundwa katika misingi ambayo ilikuwa ni imara, misingi ambayo ilikuwa inakubalika ukosoaji ndani ya chama, demokrasia kwa kila mmoja mmoja. Lakini leo hiki chama kimekuwa chama ambacho sasa ni nafuu na chama cha, yani ni bora na sibi niseme na chama gani, yani nashindwa. Chama cha siasa mpango wake ni kushika dola. Sasa kama hautoki kwenda kwenye uchaguzi unategemea nini? Kwa hiyo sasa baada ya watu kuonekana wametamka hilo tamko kwamba wanakishauri chama, wakaonekana watu wale ni wasaliti, watu wale wakaanza kunenewa maneno machafu. Badala wasikilizwe hoja yao, matokeo yake wakageuziwa mpira kuonekana kwamba ni wasaliti. Kwa hiyo sisi unaotuona mbele yako mwandishi wa habari, tumeamua kuungana na wenzetu kuunga mkono 100% kwamba tunahitaji reform, lakini hatuhitaji election. Tunahitaji tupate tukiwa ndani ya chaguzi. Huo ndio msimamo tulionao. Hatuwezi kuambiwa na watu, viongozi ambao familia zao ziko nje ya nchi, watoto wao wako nje ya nchi, halafu wanakwenda mbele ya umma, wanasema kwenye majukwaa tutakinukisha. Wanasema tutafanya nginja. Sasa hizo kukinukisha kusudi sisi watoto wetu waende mbele wa kiume na wa kike wakafe au usijui wakafanyeje, wao wakimbie nje ya nchi. Sisi hatuko tayari. Hatuko tayari kufanya hivyo. Kwa sababu mara nyingi, sio mara moja, tumekwenda kwenye maandamano, wameitisha maandamano, hakuna mtu amejitokeza. Lakini leo wanahubiri majukwaani tutakinukisha, tutazuia uchaguzi. Watazuia uchaguzi kwa staili gani? Watauzuia uchaguzi kwa kufuata labda maamuzi gani walionayo ya kuzuia uchaguzi? Kwa hiyo unaona kabisa ni watu ambao wamejiandaa wao kukimbia nchi ili sisi twende mbele tukapate kitakachotupata, wao wakiwa hawako pamoja na sisi. Kwa hiyo kwa maamuzi hayo, ndugu waandishi wa habari, sisi kama mkoa wa Shinyanga kwa sauti yetu ya pamoja tumekubaliana kwa moyo wa dhati kabisa, kuanzia leo tunatangaza rasmi kujivua wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Tamko hili limesomwa na Mheshimiwa Furahisha Wambura kwa niaba ya wanachama waliojivua wanachama mkoa wa Shinyanga. Lakini kulia kwangu nina mwenyekiti wa jimbo la Kishapu wa chama. Kwa hiyo na yeye nitampa angalau waseme mawili matatu, lakini pembeni yangu nina katibu wa jimbo la Msalala. Naitwa Boniface Masanja Mandu, mzaliwa wa jimbo la Kishapu, wilaya ya Kishapu, kata ya Somareti. Nimejiunga na chama hiki mwaka 1996 chini ya mwenyekiti wa chama mkoa wa Shinyanga akiwa Mheshimiwa Shelembi, kwa sasa ni marehemu. Nimeongoza chama hiki kwa nyadhifa mbalimbali. Nimechaguliwa kuwa mjumbe wa kamati ya serikali ya kijiji mwaka 1998 hadi 2004 mpaka 2014
nikachaguliwa tena kuwa mwenyekiti wa jimbo, miaka 10 nikaongoza. 2015 nikawa mjumbe wa mkutano mkuu. Nikiwa mjumbe wa mkutano mkuu, lakini nikawa tena mwenyekiti wa kijiji 2015 mpaka 2020. Baadaye 2020 nikagombea udiwani. Haki yangu ikaporwa, Mungu nikasema basi anilinde. Sikukata tamaa. Mwaka jana nikagombea tena. Mwezi wa kwanza tarehe 12 nikachaguliwa kuwa mwenyekiti wa jimbo tena, kukiongoza chama kwa miaka 5. Mwezi wa 11 nikachukua ridhaa tena kugombea mwenyekiti wa serikali ya kijiji. Kama mlivyojua, mambo ya kwenda vizuri. Lakini kwa haya machache, kwanza niwashukuru waandishi wa habari kwa wito wenu, ndugu wanachama. Nimeamua kufika mahali hapa katika mkutano na waandishi wa habari na viongozi. Katika alivyoeleza Mheshimiwa Furahisha, kwa kweli na mimi sikuwa nyuma sana. Na mimi kuanzia leo tarehe 14 mwezi wa 5 2025 nimejivua wanachama. Na Chadema hainidai hata senti, lakini Watanzania wote ndio wanaonidai. Nitaamua mabadiliko nitakayoamua kwamba naenda chama cha ukombozi. Mimi nimekuwa miongoni mwa Mheshimiwa Yusufu hapa. Nimeshughulikiwa kisawasawa, lakini haki yangu ikatendeka hadi kusimamiwa na makao makuu. Ningelipaswa singekuwa mpiga kura tarehe 21 ya mwezi wa kwanza kumchagua mwenyekiti wa chama wa taifa, lakini haki yangu ikarudi, nikarudishiwa barua. Nimekuwa nikishughulikiwa mara kwa mara. Hata kama unafanya kazi ya kujenga chama, unashughulikiwa kwenye mitandao ya WhatsApp, Instagram, Twitter na kadhalika. Mwisho nimeona kama nimekuwa mnyonge. Nimeona niwaachie wanaohitaji kichama, nikafanya mambo yangu. Nitaamua, nitatafakari aidha siku 2-3 kule mbele kwamba nitafanya kitu gani, lakini tutashirikiana na nyinyi kwamba tunafanyaje tulikomboe taifa hili. Nimeshughulikiwa sana. Kuna baadhi ya mambo si ya kuyataja, lakini tutazungumza kadri Mungu atakavyozidi kutuongoza. Niwashukuru sana wanachama wenzangu tulioamua hapo, zaidi ya Watanzania wote mkoa wa Shinyanga, na baadhi ya wananchi wa Kishapu na viongozi wako hapa. Shida Mishamo kutoka kata ya Somageti Kishapu, nina Evans Hiru kutoka kata ya Somageti, nina Emmanuel Kinyami kutoka kata Ndoleji. Wale ni viongozi wa kata. Tumeamua mbele ya umma na dunia ione kwamba kilichotuleta hapa ni nini. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.